Miongoni mwa kauli mbiu ambayo zina nguvu zaidi kwa mwaka huu ya 2025 ni kauli hiyo ya ambayo umesikia hapo, kauli mbiu ya Chadema ambao wanakuambia no reform no election. Yani maana yake kama hakutakuwepo na mabadiliko basi uchaguzi hautakuwepo. Wengi wameguess kwamba kauli mbiu hii inaweza ikawaletea madhara ambayo ni hasi hasa kwenye kuelekea uchaguzi huu wa mwaka 2025. Wengi wakiwa wanadai kwamba Chadema ni wanaweza akakosa wawakilishi bungeni, yani maana yake wakakosa wabunge kwa sababu wao hawatasimamisha wabunge kama mabadiliko hayatakuwepo. Wengi wanasema kwamba kauli hii pia inaweza kaleta mabadiliko ambayo ni chanya, wengine wanadai mabadiliko ambayo ni hasi, lakini ukweli ni kwamba sasa hivi joto ni kubwa zaidi likiwa linazidi kupanda, lakini wengi wakiwa wamejielekeza na wameelekeza nguvu zao katika masuala ya kwenda kuchukua fomu. Nimeona baadhi ya wajumbe, baadhi ya watu wanachama wa CCM, wengine wa ACT Wazalendo kwa siku hii ya leo kuanza kwenda kuchukua fomu, wakati filimbi leo ndio imepulizwa ya watu kwenda kuchukua fomu, na wakishamaliza kuchukua fomu watarudisha na mwisho wa siku watawasubiria wajumbe sasa kwenda kuwachukua. Wengi wanadai kwamba Chadema sasa hivi kitu ambacho wanatakiwa kifanye ni bora wangekubali kushiriki uchaguzi huu wa mwaka huu hapa, ili basi kwa sababu tunafahamu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema kwamba katiba, kama kwa wale ambao walikuwa wanadai katiba mpya bana, katiba mpya itaanza baada ya miaka 5. Kwa hiyo baada ya mwaka huu 2020 mpaka mwaka 2025 mpaka mwaka 2030 ukishaisha basi 31 na kuendelea kule katiba mpya, mchakato wa katiba mpya utaanza na utaendelea. So unaweza kuona pia hali iko vipi kwa sasa hivi, lakini wakati mambo haya yakiwa yanaendelea, Chadema wao hawamsimamishi mtu yoyote yule kwa sababu hakuna mabadiliko ambayo mpaka sasa hivi yamefanyika. Lakini tunaona zoezi la uchaguzi linaendelea kuratibiwa kama kawaida, lakini wakati zoezi hilo la uchaguzi liko linaendelea kuratibiwa, wengi wanadai kwamba hatima sasa ya Chadema itakuwa vipi. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji ubunge, wanahitaji udiwani, wanahitaji pengine ubunge wowote ule au wakilishi wowote bungeni utakuwa vipi. Lakini kwa wale ambao wanahitaji uongozi, unaona wengi waliamua kuondoka chama cha Chadema wakajiunga na vyama vingine, kwa mfano Chauma, wengine wakaingia ACT, wengine pia wakaingia wanapopataka, wengine bado mpaka sasa hivi pengine hawana, kama wale G55 waliamua kuingia katika vyama mbalimbali ikiwemo pia na Chauma. Wewe unalionaje pia sakata hili la Chadema? Je, ni anguko la Chadema sasa hivi kwa mwaka huu wa 2025 kwamba kuanzia bunge lijalo watakosa wakilishi bungeni au itakuwa vipi? Je, kutakuwepo na mabadiliko ambayo mpaka sasa hivi tunaona miezi naenda, siku zinazidi kukimbia, hakuna mabadiliko yote ambayo yamefanyika? Je, unaona kwa upande wako wewe kutakuwepo mabadiliko ambayo ataweza kaifanya Chadema ikashiriki uchaguzi wa mwaka huu? Na cha maoni yako hapa, lakini kubwa zaidi usisahau na kusubscribe channel yetu ya BMBasha TV. Mambo vipi? Big up sana kwa wale ambao wamesubscribe channel yetu ya BMBasha TV. Na leo msanii wetu tunamzungumzia ndio huyu hapa.